Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimewaletea sehemu ya pili, mwanamke wa usiku. Sehemu ya kwanza imeishia pale ambapo kijana Shaban ameenda kumsaidia yule binti. Karibu kwa kusubscribe na comment ili ufuatilie mikasa ambayo tunawaletea yenye elimu ndani yake. Asanteni sana. Shabani anahadisia kwamba kipindi anapokwenda kumsaidia ndani ya ule msitu, ule msichana ambaye kwa kimuita amekutana, hakuna chochote ambacho anachokikuta, lakini alibaki kusikia harufu ya manukato yakigusa pua zake. Alibaki akiangalia huko na kule, kuna mtu yoyote. Akasema saa zingine ni pombe ambazo nazotumia ndio zinanifanya kuwa nasikia sauti za watu. Baka yeye akajicheka, akasema mimi kuanzia leo nitakuja kuacha pombe, maana nisipoacha pombe itakuja kunisababishia mimi madhara mengine. Ndio akatoka hapo akaelekea nyumbani kwake kama kawaida yake. Amefika nyumbani na kulala. Ilipofika majira asubuhi, anaenda katika mgawa kutafuta chakula. Basi akakutana na mwanamke ambaye kwa kiitwa Husna. Huyo binti Husna alipita pale akamsalimia, akasikia harufu ambayo ya manukato aliwahi kusikia ndani ya usiku ambaye alikwenda kumsaidia yule binti. Sasa anakuja kushangaa kumwona huyo binti ambaye anamsalimia ana perfume ambayo ile amesikia ndani ya pua zake. Hiyo Shabani akukaza damu na kumsimamisha yule binti Husna na kumwambia jina lake. Ndio akamwambia mimi naitwa Husna. Akamwambia binti, na mimi naitwa Shabani. Mbona wewe ni mrembo, unatokea wapi na unaishi sehemu gani katika huyo mji? Ndio yule binti akamwambia hapana, mimi ni jirani na ni mgeni tu. Shabani na kumwambia yule binti, naweza nikapata namba yako kama utojali? Yule binti akukaza damu kwa sababu yeye ndo anajua lengo alikuwa nalo kwa Shabani. Akamkabidhi namba yake, akafika na Shabani, basi ukifika nyumbani kwako naomba unipigie. Basi Shabani akasema usijali mrembo. Ndio Shabani akalikia katika kule kikao chake ambacho ni rafiki zake. Leo walikosewa na pesa kabisa. Leo aliangalia watu watapotoa pesa, walikosewa. Ndio tunamwona yule mzee ambaye wamekuwa kimzungumzia katika hichi kijiji kwamba ni mchawi yule mzee Ali. Huyo mzee Ali ndio ambaye kwa kiwazishia pombe wa Shabani. Akamuuliza Shabani, kwani leo mtakunywa pombe? Wa Shabani akamwambia leo tumekosewa pesa mzee wetu, unajua kama tukipata basi hatulazi damu. Yule mzee akamwambia haya basi vijana, mkipata mtakuja. Basi kwa hiyo siku Shabani ameshinda siku yote ambaye hakunywi pombe. Ndio akaambia rafiki zake kwamba alipata mwanamke ambaye ni msichana mzuri sana na mrembo, anaishi kwa hicho kijiji. Wale marafiki zake wakamwambia mbona wasichana wote tunawajua hapa, sijui ni namna namzunguzia. Shabani akataka kumtaja jina, akakosa jina lake. Akaangalia ile namba basi akaikosa pia. Akasema ama nipoteza namba ambaye amenipatia yule binti. Akachanganyikiwa hivyo, nakwambia basi marafiki zangu, siku nyingine nikimpata namba yake na jina lake tawakabidhi. Wakamwambia Shabani, ama nimekosewa na pombe hii? Akasema hapana, kwanza pombe zenyewe mimi kwa muda kweli nahisi kama zinanifanya mimi nawaza vibaya sana, nitakuja kuziacha. Basi marafiki zake wakamshangaa, akamwambia wewe utaweza kuacha pombe kweli? Akawaambia muamini kweli. Sasa ilipofika majira ya usiku, hiyo siku Shabani amekosewa pombe kabisa. Akasema charudie, na kichwa chake kimekuwa wazi. Alikuwa mtu mzima. Akapita ile sehemu ambapo wazo yake pita akisikia sauti za watu. Tangu hiyo siku akinya kusikia sauti za watu, akakuja kufikiria, akasema maana ni zile pombe, kwa sababu leo sisikii sauti, inaonekana zile pombe ndio zinanifanya mimi kusikia sauti za watu. Tangu leo mimi nakuja kuziacha hizo pombe, maana sio nzuri katika maisha yangu. Akaenda kwake akalala. Sasa tunakuja kuona upande mwingine kwa ule mzee mwanamuita mzee Ali. Amekuwa katika kilingi chake cha uchawi na wenzake wamekuwa kizungumzia wale vijana ambao wanakunywa pombe kama Shabani na wengine wao rafiki zake. Ndio na kusema kwamba leo ni zamu ya Shabani kwenda kuangiwa. Sasa akatuma mjukuu wake pamoja na kijana mmoja ambaye kwa rafiki ya Shabani ili waende wamwangie. Sasa wakaenda huko. Sasa walipofika wakakutana Shabani amelala fofofo usingizi ya mtu ambaye amekuwa samu alikosa pombe. Maana Shabani kwa kikunywa pombe kwa usiku wote, kuna muda mwingine anakuwa macho, lakini kwa hiyo siku kwa sababu alikosewa pombe amekuwa milala kabisa usingizi wa fofofo. Wale wachawi wakafanya ya kwao. Sasa kipindi walikuwa wanafanya ya kwao, walikuja kupigwa shoti ya radi, wajibu tokea wapi hiyo radi. Ghafla wakakuja kumwona binti ambaye ni mzuri, mrembo sana. Akawapiga na kuambia kwanza wamwache mume wake, na kama sio hivyo basi watakufa. Walitoka pale wanakimbia. Sasa walipokimbia wakamfuata yule mzee ambaye ndio mzee Ali, mshefu mkubwa sana wa kichawi, na kumwelezea mkasa mzima ambao fimbo waliopigwa kule na mwanamke ambaye msichana mrembo ambaye ndio jini. Mzee akashangaa akamwambia, kwani huyu kijana anatumia majini? Bwana mimi sijawahi kumuona yeye kwa sababu yeye ni kunywa pombe. Vipi tena na lini anaanza kutumia majini? Basi tutamchunguza ili tuone undani mwake na vile viumbe ambavyo anatumia yeye sisi tuvijue. Ilipofika majira asubuhi, akachukua simu yake na kumpigia yule binti mrembo ambaye alimpa namba yake Husna. Akamwambia vipi Husna, habari yako? Akamwambia poa, na wewe za kushinda za kuamka asubuhi? Akamwambia poa. Vipi leo tunaweza tukaonana? Ndio ile bibi Husna akamwambia sawa. Naam, kama kawaida yetu msikose sehemu ya 3 kwa kutufuatilia kwa kusubscribe na comment ili tufuatilie kipindi cha yeye anakuja kumuomba yule binti ambaye ndio Husna. Wakutanani leo na maongezi atakayoongea. Karibuni sana, asante.